Na kama ulivyosikia, Ayatollah Ali Khamenei aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran kwa miongo kadhaa ameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israeli. Alikuwa mtu mwenye mamlaka makubwa zaidi nchini Iran, zaidi hata kuliko rais, kwa sababu ndiye mkuu wa nchi na kamanda wa majeshi yote ikiwemo kikosi maalum cha walinzi wa mapinduzi. Leila Muhammad anaelezea zaidi kuhusu wasifu wa Khamenei. Ayatollah Khamenei alikuwa na mamlaka ya mwisho juu ya kila kitu nchini Iran, mtu mwenye nguvu zaidi nchini humo ambaye alijiona kama mwakilishi wa Mungu duniani. Aliingia madarakani mnamo mwaka 1989 baada ya kifo cha Ayatollah Khamenei ambaye alianzisha Jamhuri ya Kiislamu miaka 10 awali na kuwa kiongozi wa kisiasa na kidini wa maisha yote. Huku Ali Khamenei akisemekana kuwa chaguo lake alilopendelea zaidi na aliendeleza uadui wa Iran dhidi ya mataifa ya Magharibi. Alilelewa katika mji mtakatifu wa Mashhad na kuwa shekhe akiwa na umri mdogo, lakini hakuwa na ushawishi mkubwa, na alipokuwa kiongozi mkuu ilibidi aujenge msingi wake wa mamlaka. Alifanya hivyo kwa kujiweka sawa na kikosi cha kijeshi chenye msimamo mkali cha Iran, Jeshi la Mapinduzi. Mnamo mwaka 1997, wakati mhubiri mwenye msimamo wa wastani Mohammad Khatami alipochaguliwa kuwa rais, Ayatollah Khamenei alitumia mamlaka yake kuzuia majaribio yake kufanya mageuzi ya kimfumo. Ni yeye, sio rais, ambaye angeamua hatma ya taifa hilo. Mnamo mwaka 2009 iliibuka changamoto kuu ya kwanza kuikabili serikali yake: maandamano makubwa ya kupinga uchaguzi wa urais ambao raia wengi walilalamikia kuwepo kwa udanganyifu na mfumo huo kumpendelea mgombea wa kihafidhina. Utawala ulitumia nguvu kushughulikia maandamano na kusababisha wasiwasi wa kimataifa. Kisha likaja tishio kubwa zaidi kwa Jamhuri ya Kiislamu, vuguvugu lililoongozwa na wanawake wakipinga moja ya nguzo za utawala, amri inayowalazimisha kuvaa hijabu. Ilichochewa na kifo cha mwanadada aliyekuwa chini ya ulinzi na kushuhudia ukandamizaji mkubwa. Ayatollah Khamenei alinyoshia kidole cha lawama mataifa ya kigeni, maadui wa zamani wa Iran, Marekani na bila shaka Israel, kama alivyokuwa akifanya siku zote. Mwishowe ilikuwa ni mpango wa nyuklia wa Iran ambao ulizua mgogoro mkubwa wa utawala wake. Kifo chake kitakuwa na matokeo makubwa sio tu nchini Iran, bali karibu eneo zima la Mashariki ya Kati. Naam, ni Leila Muhammad. Na baada ya kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei katika shambulio la pamoja la Marekani na Israel, je, tunaweza kusema huu ni mwanzo wa vita vya kikanda ama bado diplomasia inaweza kuchukua mkondo wake, ama tayari hali imevuka? Hilo ndilo swali lilomuuliza Mubelwa Bandio, mchambuzi na mkazi wa Marekani, pamoja na Ibrahim Rabi, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati. Ni rasmi kuwa vita ya eneo kubwa la Ghuba imeisha tapakaa, kwa sababu ukiangalia karibu nchi zote za Ghuba na nchi za pembeni zimeingia kwenye mzozo wa moja kwa moja. Habari ya mazungumzo bila shaka yalisimama pale pale mashambulizi yalipoanza, na kumbuka mwaka jana kwenye ile 12 days war mazungumzo pia yalisimama pale pale Israel ilipoanzisha mashambulizi yake. Kwa hiyo hata mara hii tulitarajia labda mazungumzo ya yale ambayo Trump amesema kuwa wanaomba mazungumzo au wanataka kuzungumza, lakini kwa haya ya sasa yameshasimama. La muhimu tu kusema ni kwamba nafikiri dunia sasa imetambua kwamba kufanya mazungumzo na Marekani haikuhalalishi ama haikupi uhakika wa amani. Vilivyopigwa vinu vya nyuklia kipindi kile, mazungumzo yalikuwa yakiendelea, na hapa hata juma lililopita tu mazungumzo yalikuwa yakiendelea, yakisemwa pamoja na idara mbalimbali kwamba yalikuwa yanaenda vizuri na Iran anashiriki, lakini bado vita vikatokea. Kwa nafikiri sasa hivi Iran wametambua, na nchi nyingi sasa zimeweza kutambua kwamba kufanya mazungumzo inaweza isiwe sababu ya kukuepusha na uharibifu unaweza kutokana na vita, lakini kama tunavyojua vita vyote huishia kwenye meza na kiti, na lazima utakuja kwenye mazungumzo hata kama ni kwa sababu upande mmoja umeshindwa. Tulisikia mwanzo kwamba Marekani ilikuwa ikipeleka vikosi vyake vyenye nguvu katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa maana hiyo ni kwamba tayari walikuwa na mipango yao kabisa yani. Mipango imepangwa muda mrefu sana. Nilipokuwa nikisoma kwa nini shambulizi lilifanyika wakati wa mchana na ni ndege kiasi gani imetumika, mkakati mzima. Kwa bahati nzuri ni kwamba hapa haya mambo yanapotokea, hasa inapohusisha mwanajeshi kuuawa, kuna baadhi ya taarifa ni lazima zitolewe. Na huu mpango unaonekana kwa takriban wiki 3 zilizopita walikuwa wakimchunguza, wameweka watu kuchunguza ni muda gani ambao kiongozi mkuu atakuwa wapi na kikundi kikubwa cha watu, ili kuwe na shambulio moja lenye athari kubwa zaidi. Haya mashambulizi yalikuwa yameshaidhinishwa muda mrefu uliopita. Iran tayari wameshatangaza kiongozi. Uteuzi huu
utasaidia chochote? Wakati wa mazungumzo yanazungumzwa kabla ya kuzuka kwa hii vita, Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani ambaye ni mshauri pia wa masuala ya usalama, moja ya kauli yake aliyoizungumza alisema kuwa ni vigumu sana kuzungumza na Irani kwa sababu huzungumzi na mtu mmoja. Irani wameseti mfumo ambao ni mfumo wa kidini ambao unaongoza nchi. Kwa hiyo kuondoka kwa Khamenei sidhani kama kutabadilisha lolote, na hilo imetupa majibu kwa sababu ukiangalia mfano shambulizi lililomuua Khamenei linatajwa kuwa ni shambulizi la awali kabisa lililotokea mapema, na kile kilichojibiwa na Iran kwa muda mchache kushambulia karibu nchi 9, na yale yaliyoendelea usiku kucha na yale yanayoendelea, naona kuwa Irani inaendeshwa bila Khamenei, lakini tunaona yale yanayotokea licha ya kuwa vyombo vinachagua kutuonyesha, lakini ulimwengu umekuwa mwepesi wa kugundua kila kitu kinachoendelea. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa Irani wanaweza kuwa wamebaki vile vile licha ya kuwa Khamenei hayupo, japokuwa ni pigo kubwa kwa kiongozi kama yule. Sioni mabadiliko makubwa sana ambayo yanatokea hivi sasa. Mbelwa, tumesikia nchi za Ulaya kama Uingereza wameshatangaza kwamba wako Mashariki ya Kati kwa ajili ya kusaidia washirika wao na pia kulinda maslahi yao, lakini nchi zenye nguvu nyingine kubwa kama Urusi na China zinaweza kuchukua nafasi gani, ama wao wanabaki tu kwa waangaliaji? Changamoto ni kwamba tuko katika sehemu ambayo ni migogoro kila mahali, kwa sababu pale ambapo Rais Donald Trump anamhitaji sana pengine Vladimir Putin kwa ajili ya suluhisho ya kile ambacho kinaendelea upande wa pili, wakati huo Putin anaonekana kumpinga Trump katika kile anachofanya Iran. Wakati Trump anashirikiana na Israel katika mapigano ya Iran, bado anatakiwa akae na Israel huone kama anaweza kumpa haki Mpalestina. Sasa hivi tunaanza kuona kwamba haya mataifa makubwa sasa hata hatujui yanategemea kuwa wapi kulingana na nini, kwa sababu kuna swala la Trump na amezungumza alipozungumza hapo kaka Rabi, ni kwamba wakati Iran huzungumzi na mtu mmoja, ni maamuzi ambayo yanafanywa na mfumo ambao ni imara. Marekani ni tofauti kabisa kwa sababu ni mtu mmoja ambaye anaonekana anafanya kila kitu. Kwa hiyo nini watafanya wale itategemea na vipi wamewasiliana na Rais Donald Trump, kwa sababu inaonekana kwa upande wa Marekani iwe ni kuhusu ushuru au misaada au tishio lolote inatoka kwa Trump kuliko kwa serikali. Kwa hiyo nini kitafuata kwao itategemea na mahusiano na makubaliano ambayo watakuwa wamefanya pamoja na Donald Trump, na nazungumzia Donald Trump na sio rais wa Marekani. Rabi, tumemsikia Donald Trump akiwataka wa Iran, wanasema waichukue nchi yao. Sasa unaona kauli kama hii inaweza ikachochea zaidi maandamano ama inaweza ikawatenganisha zaidi wa Iran baada ya kuunganisha katika kipindi kama hiki? Kuna kile kinachozungumzwa halafu kuna kile kinachoonekana. Ukichukua kauli hiyo utaona haina tofauti sana na kile kilichozungumzwa wakati wa maandamano ya kuanzia mwezi wa 12 wakati wa Iran walihamasishwa. Kuna wakati tulionyeshwa picha na video za maandamano yaliyoendelea Iran, lakini baadaye tukaona kuna maandamano pia makubwa ya raia wa Iran wakiunga mkono serikali yao. Kabla ya mashambulizi haya na wachambuzi mbalimbali walikubaliana kuwa Israeli na vyombo vya habari vya Israeli vilikubali kuwa ni vigumu sana kuangusha utawala wa Iran kwa sasa, lakini walikuwa naamini kuwa machafuko yataibuka ndani ya Iran, na ndio maana unaona siku ya kwanza tu ya mashambulizi waziri mkuu wa Israeli alitoa hotuba iliyoelekea Iran akiwahamasisha hasa makundi ambayo yamekuwa yakiungwa mkono na Marekani na Israeli ya Wakurdi, ya Waazeri, lakini Wabaluchi waweze kufanya mabadiliko au waingie barabarani. Lakini tumeona baada ya kuthibitishwa kwa kifo cha Khamenei imekuwa hali tofauti. Walioingia barabarani zaidi ni wale wanaounga mkono serikali wakiwa mitaani kuomboleza. Kwa hiyo ni kama vile wito wa Donald Trump na waziri mkuu Netanyahu haujaitikiwa sawasawa na Wairani, au huenda Wairani wanafahamu kuwa japokuwa tunashida na serikali yetu, lakini tunahitaji kutatua matatizo yetu yenyewe bila msaada kutoka nje. Vita vikitokea, na mpaka sasa hivi tumeshuhudia katika eneo la Mashariki ya Kati, wanaoumia zaidi raia wa Mashariki ya Kati. Viongozi ama niseme jumuiya ya Kiarabu iko wapi? Nadhani kama kuamka labda walichelewa sana, kwa sababu hawa viongozi karibu wote waliopo kwenye nchi za Kiarabu ukiangalia si maamuzi yao kuwa haya yawe hivi kwa wakati huu, isipokuwa Marekani anapanga nini kifanyike kwa wakati gani. Kwa hiyo kama alivyosema ndugu yangu Bubero kuwa hawana hiari yoyote ya uamuzi wowote, na hakuna nchi yoyote ambayo ingekataa Marekani kufanya chochote ilipo hapo. Unaweza ukachukulia mfano kama nchi ya UAE ambayo uchumi wake umejengwa zaidi na wageni kutoka nje, nchi ambayo inategemea uwekezaji zaidi kutoka nje, hivi sasa imeingia kwenye migogoro mingi sana ambayo imekuwepo Mashariki ya Kati. Mfano mgogoro wa Yemen wameshiriki, lakini kuna ile vurugu ya Sudani tunaona kuwa wamekuwa
umepungua, lakini hivi sasa mgogoro wao na Saudi Arabia tumeona tayari wawekezaji kwenye nchi hiyo wanaona kuwa si nchi salama tena hivi sasa kuwekeza. Leo hii viwanja vya ndege vya UAE vyote vimefungwa na mashambulizi makali yameelekezwa kwenye mji mkuu wa Abu Dhabi, lakini mji wa kibiashara wa Dubai umeshuhudia, na hali ni ngumu zaidi, na hata wametangaza kuwa sasa wanakata uhusiano wao moja kwa moja na Irani. Lakini hili linaathiri zaidi UAE kwa sababu hii ni nchi ambayo inategemea zaidi uwekezaji kutoka nje na wafanyabiashara kutoka nje. Tutarajie nini, ama hali itakuwa vipi, ama suluhu ipi ya mzozo huu? Tunachotegemea ni kwamba kutakuwa kuna aina fulani ya mapigano. Unajua kuna kushinda vita na kushinda mapigano. Changamoto kubwa ya kupigana na baadhi ya nchi ama baadhi ya sehemu kama Iran ni kwamba unaweza ukafikiri umepambana na kijeshi, lakini kile ambacho kinaweza kufanya nyuma ya pazia nacho, kwa maana ya kwamba kutumia intelijensia, nafikiri ndio changamoto kubwa. Na katika ulimwengu sasa, katika dunia sasa ambapo kuna drone, kuna AI na vitu vingine, tumeona ambavyo vimetokea kwa Russia kutoka kwa nchi ndogo kama Ukraine. Wasiwasi wangu ni kwamba vita hii inaweza ikaenda mbali zaidi ya traditional war, vita vya asili ambavyo tumevizoea. Rahbi, kwangu mimi naona moja ya vita ambayo itakuwa fupi zaidi. Sitegemei kuona hii vita kama itachukua kama ile 12 days war, kwa sababu kwa kile ambacho Donald Trump tayari amekiona, na tumefahamu kuwa Donald Trump si mtu wa vita sana, anapenda mara moja apate ushindi na kukimbia, na tayari kaishaanza kuonyesha dalili kuwa Irani wanataka mazungumzo, japokuwa bado tunaona mzozo unaendelea. Kwangu sioni kama ni vita ya muda mrefu sana. Unafahamu kuwa kuna uchaguzi Marekani mwaka huu na kuna uchaguzi Israel mwaka huu. Wanataka wabaki na ushindi wa Khamenei ili waweze kuutumia kwenye majukwaa, kwa sababu hivi sasa karibu wote watajitangazia kuwa wamepata ushindi mkubwa kwa kifo cha Khamenei, lakini watasahau kabisa lengo lililowapeleka, kwa sababu tunafahamu kuwa kilichowapeleka ilikuwa ni regime change, ambayo kuwa kwa hesabu hata za Daniel Kaine, mkuu mwenyekiti wa usalama kule Marekani, alimwambia Donald Trump kuwa haiwezekani kubadili utawala katika njia hivi au kwa wakati mfupi. Naam, ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala Mashariki ya Kati, na Mubelwa Bandio, mkazi na mchambuzi, kama nilivyozungumza nao katika gumzo.